Msimbazi Simba. Kura ni nyingi kweli kweli, na huku zikiendelea kumiminika na kuhitajika kwa kocha ambaye kocha huyo atakuwa ni mmoja kati ya makocha bora kweli kweli, na kocha ambaye atakaye kuja kuifanya furaha ya wanasimba iweze kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini baadhi ya wanazengwe wakihoji huko kusema kwamba ukijaribu kukitazama kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba hakuna makosa ya mwalimu yoyote yule. Lakini wengi mashabiki wa Simba wanasema kwamba ukijaribu kukitazama kikosi hiko haionekani kwamba sababu ni mwalimu, bali mashabiki wengi wanatoa shutuma kwa baadhi ya viongozi wao wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Na mmoja kati ya viongozi ambao wanaopigiwa kura ama chapuo kusema kwamba aondoke madarakani kwa haraka iwezekanavyo ni kocha Murtaza Ali Mangungu. Wengi wameonekana wakitoa hisia zao kwamba hawampendi ama hawamhitaji kuendelea kubaki kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ama kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Unakumbuka mkutano uliopigwa Novemba 30 ya mwaka 2025 katika ukumbi wa Diamond Jubilee pale jijini Dar es Salaam, ambapo mkutano huo ulimalizika kwa sintofahamu, huku mashabiki na wanachama walikuwa wakihitaji kutoa maoni kulingana na kile ambacho kilichoweza kuzungumzwa kwenye mkutano huo. Fukuto la joto na moto mkali ukiendelea kulindima katika vifua vya wanasimba, wengi walikuwa na hasira kweli kuhitaji kwa nini mkutano ule uliweza kumalizika. Na hapo ndipo ambapo kulipokuwa kumeibuka kwa baadhi ya taarifa kadha wa kadha, wengi wakisema kwamba mwenyekiti hatufai kuwepo madarakani, na hizi sababu zote za kufungwa na timu mbalimbali katika michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, sababu kubwa wanazipeleka kwa Murtaza Ali Mangungu. Unaweza ukajiuliza tu swali la kawaida hapo, why Mangungu na why asiwe viongozi wengine, na kwa nini imekuwa ni viongozi? Kwani viongozi ndio ambao wanaingia katika uwanja ama kucheza mpira? Jibu ni hapana. Lakini kwa nini mashabiki wa Simba wameendelea kumwandama mzee wa watu Murtaza Ali Mangungu? Nikinukuu moja kati ya kauli ya shabiki mmoja wa Simba, anasema kwamba Simba si kana kwamba ni klabu mbaya ama wachezaji wanacheza vibaya, hapana, bali ni klabu nzuri na wachezaji wanacheza vizuri, lakini ile stability ama motivation nje ya uwanja kwa viongozi imekuwa ni ndogo sana, kuonekana kwamba viongozi kuipambania klabu yao ya Wekundu Msimbazi Simba ili kuweza kupata matokeo. Swali lilikuwa ni gumu kweli kuuliza kwa moja kati ya wanachama wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, na mkuuliza kwamba why kwamba amuhitaji Murtaza Ali Mangungu kwenye klabu hiyo ya Simba, ili hali yeye hachezi na wala hausiki kwenye benchi la ufundi. Lakini moja kati ya vitu ambavyo mashabiki wa Simba wanatoa lawama, kwa nini viongozi hawawajibiki pale ambapo timu ikiwa inacheza? Swali, kwa nini wawajibike na engo gani wanatakiwa waweze kuwajibika? Jibu la mwanachama huyo amesema kwamba timu ikiwa inacheza, viongozi wakiwa wakionekana tu kufurahi ama kukaa kwa kurelax, huku kwenda upande wa pili ama kutengeneza kamati zilizokuwa bora zaidi ili kuifanya klabu hiyo ya Simba kufanya vizuri katika michuano mbalimbali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hata ligi kuu Tanzania bara. Sasa kumbe mashabiki wa Simba wanahoji kwamba viongozi hawajishughulishi pale ambapo timu yao ikiwa ikicheza mpira, na sababu ambazo za kuto kujishughulisha ni kwenda kwenye kamati ama kujiuliza kuzitengeneza kamati hizo za ushindi ili mambo yaende kuwa vizuri kweli. Moja kati ya nukuu ambayo nikijaribu kuinukuu kwa shabiki mmoja wa Simba, anasema kwamba yeye yuko tayari Simba kuipa chochote kile ili mradi mambo yaende kuwa vizuri kweli. Mangungu, mashabiki wa Simba kionyesha dhahiri kwamba hawamhitaji, lakini
sheria na taratibu zinahitajika kufuatwa, kwa sababu yeye ni moja kati ya viongozi ambao waliochaguliwa kwa kupigiwa kura katika uchaguzi ambao wanachama wenyewe ndiye ambaye waliweza kumpigia kura. Kwa hiyo hawezi kuondoka madarakani mpaka pale misimu yake itakapoenda kumalizika. Na hili ni moja kati ya kauli huwa mara nyingi sana huwa akizungumza mwenyewe mwenyekiti, huku akisema kwamba kama wewe hunipendi ama shabiki yoyote, mwanachama yoyote anipendi mimi, basi endelee kusubiri mpaka pale ambapo itakapofika msimu wangu wa mwisho kuachia ngazi, basi mambo yataendelea kuwa vizuri kweli kweli. Dhahiri wa shahili kwamba hayuko tayari kujiuzulu katika nafasi hiyo, ama ikoje? Tusubiri na tungoje kuona mchakato vile ambavyo watakavyokuwa kwenda kuamua. Lakini mashabiki kiu yao kubwa ni kumuona mwenyekiti huyo aachane na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Imani yao kubwa, wanaona kwamba yeye ndiye sababu ya timu yao kuto kufanya vizuri. Vikao ni vingi kweli kweli vikiendelea kurindima kwenye klabu hiyo ya Simba. Mchakato ni mkubwa kweli kweli kuweza kumpata mwalimu ambaye atakayeenda kuifundisha klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye atairudisha ile furaha ya wana Simba. Misimu 4 kwenda msimu wa 5 furaha ya wana Simba imekuwa ikikosekana. Moja kati ya kura ambazo zimepigwa chapuo, ama kocha ambaye amepigiwa chapuo kwamba zipo 70% za kuweza kupatikana kwa mwalimu huyo, na viongozi wamejaribu kumfuatilia kwa karibu zaidi kuona labda inawezekana kwamba ufundishaji wake sio mzuri, lakini viongozi wamejiridhisha na kuonekana kwamba amechukua 70% za kupatikana kuwepo kwa kikosi hiko cha Simba. Si mwingine anaitwa Steven Becker kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Viongozi wampiga kura na moja kati ya makocha ambao wamepewa nafasi kubwa sana ya kuweza kupewa mkataba na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini moja kati ya kitu kingine ambacho wana Simba bado wakiendelea kutoa lawama, why Matola akiendelea kusalia katika klabu hiyo, kama makocha wakuu wanaweza kuachana na klabu hiyo ya Simba, kwa nini kocha msaidizi endelee kusalia hapo? Wanaamini kwamba yeye pia ni kirusi kinachoendelea kushamiri katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wengi wanasema kwamba naye pia aondoke, kwani makocha wengi wamepita mikono yake, ama yeye akiwepo kama kocha msaidizi basi hana sababu ya kuendelea kubaki hapo na endelee kuachana na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Madukuduku ni mengi kwa upande wa wana Simba, na kila mmoja akijaribu kuzungumza lake na kila mmoja akijaribu kutoa ushauri wake. Vikosi vya timu ya taifa Tanzania vimeweza kutajwa, lakini moja kati ya gumzo ambalo limeweza kuzungumzwa huko, why Selemani Mwalimu hakuweza kuitwa kwa kikosi hiko cha timu ya taifa ya Tanzania, kikosi ambacho kilichoweza kusafiri siku ya jana na kujiandaa kuelekea katika michuano ya AFCON mwaka 2025 pale nchini Morocco. Lakini jina la Selemani Mwalimu halipo kwenye kikosi hiko, wengi wa kihoji why Selemani Mwalimu kutokuitwa kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa ya Tanzania. Wengi wametoa lawama kwa maana kwamba kikosi hiko kinatajwa ama kinaitwa na mwalimu mwenyewe au viongozi kutoka TFF ndio ambao wanahusika kuweza kuwahita au wachezaji. Lakini mashabiki wa Simba wanasema kwamba performance yake ni nzuri sana, ni moja kati ya washambuliaji bora kweli kwa muda huu, na wengi wakisema kwamba bora Selemani Mwalimu kuliko Bwana Ali Samata kuitwa kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa ya Tanzania. Wengi wanasema kwamba kwa nini Samata ameitwa na kwa nini Selemani Mwalimu hakuitwa kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa ya Tanzania. Wengi wanaamini kwamba Selemani Mwalimu ana deserve kuwepo pale na Samata hana kudeserve kubaki pale ama kuitwa kwenye kikosi hiko cha timu ya taifa ya Tanzania. Kikosi kimesafiri siku ya jana kwenda kule nchini Morocco, kwenda pale nchini Misri kwa ajili ya kuweka kambi, na baada ya hapo kikosi kitaanza safari kuelekea kule nchini Morocco kwa ajili ya kwenda kushiriki michuano ya AFCON 2025. Lakini kocha Miguel Gamondi yamesema kwamba yuko tayari kwenda kuwapa burudani mashabiki na timu ya taifa ya Tanzania, hususan upendo wa Tanzania waendelee kushikamana na waendelee kuiombea
timu ya taifa ya Tanzania kule nchini Misri na kuelekea katika taifa hilo la Morocco kwenda kufanya vizuri katika michuano hiyo ya AFCON. Lakini kubwa, tukiendelea kusalia hapa kwenye viunga vya mtaa wa Msimbazi pale, mambo ni mazito kweli kweli, na kila mmoja kocha siku za hivi karibuni ataenda kutangazwa na kuonekana kwamba kocha huyo atakuwa ni kinara wa kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Lakini pia kuna issue kubwa ambayo Simba wamefikia makubaliano ya kumrudisha Luis Jose Miquissone kwenye kikosi hiko cha Simba. Wanasema kwamba kiwango chake kimekuwa bora na kiwango chake kimekuwa ni kiwango cha kuridhika. Kwa hiyo Simba wako tayari kwenda kumalizana na Jose Luis Miquissone kwa sababu ya kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba, kwani viongozi hao wanaamini kwamba Miquissone atakuwa ni sehemu sahihi kwenda kufanya maboresho kwenye kikosi hiko ama kwenye uchezaji wa mpira. Lakini kuja kwa Luis Jose Miquissone kwenye kikosi hiko cha Simba, hii pia inatoa ishara kwamba Joshua Mutale Budo yeye anatakiwa achane na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na ziko taarifa zikieleza kwamba Simba wapo katika mazungumzo ya kuhitaji kumpeleka kwa mkopo, na bado haijulikana wapi ambapo Simba wanahitaji kumpeleka kwa mkopo kwa Joshua Mutale Budo. Lakini kama yeye mwenye Budo atakubali kupelekwa kwa mkopo kwenye klabu moja hapo ambao yeye atakayependekeza, basi Simba wao watakuwa hawana tena chaguo. Lakini kama atagoma kwamba hahitaji kupelekwa kwa mkopo na anahitaji kuweza kuuzwa moja kwa moja, basi Simba nao pia wataweza kufanya hivyo. Kwa mujibu wa mjumbe wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, amejaribu kunipa taarifa hiyo kwamba Budo inabidi aondolewe kwa mkopo ili Luis Jose Miquissone aweze kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Januari ya mwaka 2026 pale ambapo dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa ifikapo Januari. Kwa hiyo hata mwenyewe Luis Jose Miquissone amekubali ofa hiyo, na si mara kwanza UD Songo kuweza kufanya biashara na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ukumbuke kwamba misimu kadhaa iliyopita Luis Jose Miquissone akitokea pale UD Songo Msumbiji na kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na baada ya hapo klabu ya Al Ahly kutoka pale nchini Misri Cairo, na waliweza kumtaka Luis Jose Miquissone. Baada ya kiwango chake kudorora akarejea katika mitaa ya Msimbazi, na baada ya hapo Simba wakaamua kumwacha Luis Jose Miquissone. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka kwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, ameweza kunipa taarifa hiyo na kuniambia kwamba Simba wapo katika mchakato mzuri wa kuweza kumalizana na Luis Jose Miquissone, kwa sababu pande zote mbili wameshaweza kukubaliana na kuweza kuweka mipango mikakati kwa ajili ya kukubali kwa mchezaji huyo kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Unadhani kwa kikosi hiko cha Simba Luis Jose Miquissone itakuwa ni sehemu sahihi Miquissone kurejea katika nafasi hiyo ya Simba? Na je, kiwango chake kimekuwa bora na kule ambapo alipokuwa ametoka? Kwa majibu ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, ameeleza kwamba ukijaribu kufuatilia ligi kuu kule nchini Msumbiji, amekuwa na kiwango bora kweli kweli kwenye klabu yake ya UD Songo. Amekuwa na mchango mkubwa, amekuwa na ile consistency ya kupatikanaji wa magoli, kwa maana kwamba amekuwa na kiwango kizuri kweli kweli, magoli amefunga ni mengi, na amekuwa na kiwango cha kuridhika, na hata UD Songo wenyewe sio wageni kufanya biashara na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. So rasmi Simba siku za hivi karibuni wataenda kutangaza, kwa sababu mazungumzo ya awali tayari Simba wameshaweza kufungua mazungumzo na tayari wameshaweza kuafikiana. Kinachosubiriwa ifikapo tu Januari ili mambo yaende kutangazwa hadharani. Na kini kwa hivi sasa kitakachoanza kwenda kutangazwa ni kocha mkuu Steven Becker, ambaye ndiye wa kwanza kwenda kutangazwa, na baada ya hapo Simba kumtangaza kocha huyo watarejea kambini kwa wale wachezaji ambao hawapo katika timu ya taifa ya Tanzania ama hawakuitwa katika timu za mataifa yao. Kwa hiyo wao watarejea katika kambini. Lakini pia
Ziko taarifa zingine zikieleza kwamba Karabu Chamu baada tu ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kutamatika katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Azam, ambapo mchezo huo ulimalizika Simba wakipoteza kwa goli 2-0. Taarifa zikieleza kwamba Karabu Chamu yeye akurejea kambini, na baada ya hapo aliondoka moja kwa moja nje kabisa ya taifa hili la Tanzania, kwa sababu amesema kwamba ameenda kupumzika ama kutuliza akili. Lakini hili jambo ambalo alikuwa ameliweza kulifanya Karabu ni utovu wa nidhamu. Kwa hiyo Simba wenyewe watachukua maamuzi gani ya kuweza kumpa adhabu, ingawa yeye hakuitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast, na kwa nini amelichukulia maamuzi mkononi pasipo kutoa ruksa kwa viongozi, kwa sababu viongozi huwa wanatoa taarifa kwa maana kwamba wachezaji sasa imefika muda wa kwenda kupumzika na familia zenu. Lakini Karabu yeye alichukua maamuzi yake mwenyewe ya kuondoka haraka iwezekanavyo kwa kikosi hiko cha Simba kwa madai kwamba anaenda kupumzika. Kwa hiyo Simba watarejea kuleta kumbukizi ama ufafanuzi kwamba imekuwaje mchezaji huyo, adhabu gani ambayo anaweza kuchukuliwa na viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kubwa kuliko ni mashabiki wa Simba